بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mjumbe wake kipenzi chetu Waislamu, mbora wa viumbe, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mada yetu ya leo tazungumzia baba wa nusu mkate, au kwa jina lingine baba wa makubaliano, au pia ukipenda baba wa suluhisho la kati kwa kati. Si mwingine zaidi ya Utba ibn Rabi'a ibn Abd Shams Abu al-Walid. Huyu ndiye alianza katika historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamaduni au sera au suluhisho la kati kwa kati ambalo alimfikishia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kushirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utba ibn Rabi'a alikuwa ni katika machifu wa Quraysh, katika viongozi wa Quraysh, katika wenye usemi zama za Quraysh. Laqab yake au nickname yake alikuwa akiitwa Al-Adlu, kama vile Abu Jahal na Quraysh walikuwa wakimuita Abul Hakam. Huyu alikuwa akiitwa baba wa uadilifu. Kwa nini? Li'annahu ya'dilu kull hilm Quraysh. Alikuwa akisifika kwake ndio mwisho wa uadilifu, uadilifu wa rai na uadilifu wa kuhukumu, mpaka wakati mwingine hulipia watu madeni yao anapohakikisha kwamba wamelemewa, na hali ile hupelekea katika uadui na vita. Kwa hivyo kwa hali kama hii wa Quraysh kamita baba wa uadilifu. Na huyo alikuwa ni babu yake Muawiya ibn Abu Sufyan, ni babu yake kwa upande wa mama yake Muawiya, kwa sababu katika mabinti wa Utba ibn Rabi'a alikuwa ni Hind. Hind ni yule ambaye alimchukia Hamza kwa ajili ya kuwaua baba yake na ndugu zake.
na Hind alikuwa ni mke wa Abu Sufyan, na Hind ndiye aliyepanga kuuliwa kwa Hamza kama kisasi cha yeye kuuliwa baba yake Utba ibn Rabi'a. Lakini mwisho akaja akasilimu kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni Hind, ambaye ni mama yake Muawiya. Muawiya alijulikana kwa tarehe na historia mzozo wake baina yake na Sayyidina Ali. Kwa hivyo tunaona nasaba yake, babu yake upande wa mama ni Utba ibn Rabi'a na baba yake ni Abu Sufyan. Kana yuqalu lam yasuddu min Quraish mumlikun illa Utba wa Abu Talib fa innahuma saada Quraishan bighairi mali. Inasemwa Makuraishi hawakujaza pengo la uongozi la kiongozi maskini katika zama zao. Kila aliyekuwa katika kiongozi wa Quraishi alikuwa ni mzito kivyake. Kama tunapoona mawaziri katika serikali hii ya leo, kila waziri ni bilionea. Ndio ilikuwa utamaduni ya Quraish. Kina Abu Jahl na Abu Sufyan na wengineo na kina Al-Walid walikuwa ni wazito kimali. Isipokuwa nani? Isipokuwa Utba ibn Rabi'a na Abu Talib ambaye ni ammi yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio walikuwa kwa ile heshima ya rai zao, kwa ile athari ya maneno yao na ile nguvu ya matendo yao, hawa peke yake ndio walikubalika katika Darun Nadwa kupanga serikali ya Quraysh zama za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Waarabu walipokuwa wakitabiria ujio wa Mtume, baadhi yao walihisi Utba ibn Rabi'a ni katika hao watakaokuwa mitume, ya kuonesha namna gani alipokuwa alichukuliwa katika jamii yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akajibu hoja hii katika sura Az-Zukhruf aya 31. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje? وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Wanasema au wanauliza, kwa nini hii Qur'an haikuteremshwa kwa mmoja wa watu katika vijiji hivi viwili vikubwa? Mmoja wa watu ni kama wafuatao: huwa Utba ibn Rabi'a, وقيل الوليد ابن المغيرة، وقيل عروة ابن مسعود الثقفي بالطائف. Watu watatu ndio walitarajiwa kwamba watakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu watakaochaguliwa kwa ule utabiri ulivyokuwa watarajiwa zama zile za ujio wa mtume. Kwa hivyo watu huwa waangalia wakasema, kama kweli mtume atakuja, basi hawa watu watatu ni katika mmoja wao atakuwa ni mtume, ambaye mmoja wao ni Utba ibn Rabi'a na Al-Walid ibn al-Mughira katika watu wa Makka, na mwingine katika mtu wa Taif ambaye ni Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Kwa hivyo ilipokuja Qur'an kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu ya uadui wao na kuikejeli Qur'an kwamba laula nusila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Kwa nini haikuteremshwa katika hao watu wa vijiji viwili vikubwa, ikiwemo watatu tuliowataja walipotarajiwa na kuheshimiwa kwamba wao huenda Mwenyezi Mungu akawafanya mmoja wao kuwa ni mtume, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Mwenyezi Mungu haulizwi, bali yeye hufanya atakavyo. Kwa nini Utba ibn Rabi'a ni katika mababa wa maslahi na muafaka na nusu mkate na makubaliano? Imepokewa kwamba siku moja Utba ibn Rabi'a aliwafuata wenzake Makuraishi. Kwa sababu gani?
wadhalika hina aslama Hamza wa ra'aw ashab Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yaziduna wa yakthuruna. Aliposlimu Hamza ibn Abdul Muttalib aliyekuwa na nguvu za Quraysh na yeye, na kuonekana watu wengi waingia katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makuraish wakahisi tishio, hii dini ya kubalika, hii dini yapata wafuasi. Kwa hali hiyo, baada ya makubaliano, Utba ibn Rabi'a akawaambia Makuraish, ya maashara Quraish, enyi mkusanyiko wa Makuraish, ala aqumu li Muhammadin fa ukallimu, maonaje ni muendee Muhammad ni muongeleshe? Siku hizi kuna MOU za kila aina, memorandum of understanding, mikubaliano ya kisiasa, huyu na yule, Waislamu na yule, Wakristo na huyu, kabila hili na kabila lile. Tukishinda serikali tutagawanya ngawira hivi, tutagawanya wizara hivi, tutagawanya majukumu hivi. Rai hiyo ilimjia Utba ibn Rabi'a, maonaje nende kwa Muhammad nikamuongeleshe? Na huyu haendi kama rafiki, aenda kama mwakilishi wa serikali ya zama za Quraysh, na yataka rai kutoka kwa wenzake. Wa a'rid alayhi umura la'allahu yaqbalu ba'daha fanu'tihi, nitamuelezea baadhi ya mambo, halafu niangalie mambo gani atakayokubali, halafu tumpatie. Kwa sababu gani? Kuondoa hili kero la yeye kulingania watu katika Uislamu. Kwa hivyo ni katika sera aliyofikiria huenda ikamnyamazisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyowanyamazisha waliokuwa zama za leo. Ikibidi hakuna maslahi, basi watu wafutane mpaka watu waafikiane, kama ni wizara kadhaa mtu apewe anyamaze, kama ni gharama kadhaa mtu asimamiwe anyamaze, na mfano wake. Makuraish kumwambia, bala, bila shaka kama una njia za kumnyamazisha endelea kumnyamazishe. Fakama ilayhi Utba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Utba akamsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakala lahu, akamwambia, ya ibn akhi, maneno ya upole kabisa, maneno ya utulivu, maneno ya urafiki, ewe mtoto wa ndugu yangu, innaka minna haythu qad alimta, wewe ni katika sisi, wewe ni katika miongoni mwetu. Ni maana wewe si mgeni hapa, wewe ni mwenyeji, wewe ni mnati, wewe hapa ni katika watu wa asili yao. Kwa hivyo innaka minna haythu qad alimta min as-sittati fil ashira wal makana fil nasab, yani wewe kama kuwa mwenyeji ni katika kabila bora na ni katika nasaba bora, kwa sababu watu ni Makuraishi kabila bora, lakini si nasaba tukufu kama ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kad ataita qaumak fi amrin adhim, lakini umewajia watu wako na jambo zito. Hili jambo si mfano wake katika jamii tushawahi kuliona. Akimuelezea katika uzito wa jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza, farakta bihi jama'atuhum, jambo lako limeleta utengano, limeleta utenganisho, limevunja urafiki na undugu, limevunja baina ya baba na mtoto, limevunja baina ya mtu na mkewe. Wasafahta bihi ahlamahum, na ukazidharau ndoto za watu wetu leo za kuabudu masanamu, za kuabudu miungu. Wahibta bihi alihatahum wa dinahum, na ukatukana miungu yao na dini zao, ukisema kwamba hakuna miungu wa kishirikina, ukisema kwamba hakuna miungu wa masanamu, na ukitia aibu miungu hiyo. Wakafarta bihi man madha min abai,
na wewe umekanusha, umekufuru. Umekufuru nini? Umekufuru tamaduni zako, umekufuru mila zako ambazo babu zako walikuwa wakiishi nazo. Amuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam na uzito wa jambo alilokuja nalo. Fasma' minni a'rid alayka umuran, naomba unisikilize nikupatie baadhi ya mambo, bimaana tuwafikiane. Vunja baadhi ya misimamo yako na sisi tuvunje baadhi ya misimamo yetu. Kuna watu walisema huyu bwana hataki kumuona hata katika mazingira ya Ikulu. Tumeweka walinzi huko wanaangalia Ikulu, akipenya tu tumshtukizie tumuondoe. Mwisho akaondolewa wao na bwana fulani akaingia. Kwa hivyo Utba ibn Rabi'a anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo nitakwambia huenda tukubaliana, bimaana yuamini kila kitu kina thamani. Ndio leo kila kitu kimenunuliwa kikanyamazishwa, kwa sababu kama hakijanyamaza kile kitu ina maana hujakilipia vizuri. Lakini walipolipiwa vizuri, walipopewa wanavyotaka, kila aliyekuwa mpinzani tahamaki akabadilika akawa ni rafiki wa ndani. Kwa hivyo Utba ibn Rabi'a kama mwanasiasa mkongwe hodari, kama kweli baba wa busara aliyekuwa na maono mazuri na fikra nzuri, akaifikisha rai hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana hatukatai jambo lako, lakini hebu tuje mahali tukutane. Akimwambia fasma' minni a'rid alayka umuran tanzur fiha, uangalia haya mambo nitakayokuambia, la'allaka taqbalu minha ba'daha. Najua hutakubali yote kwa sababu washajua Mtume ana msimamo, washajua watu kadhaa wamekufa na hawakurudi nyuma. Kwa hivyo huyu si mtu wa kulegeza msimamo, lakini at least kuna mahali tunaweza tukaelewana. Faqala lahu, Mtume akamwambia, qul ya Abul Walid asma', sema ewe Abul Walid. Mtume mwenyewe awataka hao viongozi kuzungumza nao, mtume mwenyewe ataka watu wamfuate, mtume mwenyewe ataka watu wamkubali. Leo kiongozi amekuja kwake kwa makubaliano, fursa nzuri iliyoje. Kwa hivyo zungumza Abul Walid, nisikilize, una lipi la kuniambia? Abul Walid akamwambia, ya ibn akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadha al-amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktharana malan. Labda hili jambo ulilokuja nalo walenga kupata mali, watu wengine wala. Kwa hivyo wengine hupiga fujo ili na wao pia walishwe. Labda wewe wafanya fujo ili ulishwe, ili urambishwe, ili na wewe pia upate mali. Akielewa hizo ndo sababu kuu za watu kukosoa utawala, kurekebisha viongozi, kupiga kelele katika jamii. Labda wataka mali nyingi, tutakuchangia, sio uwe na mali, tutakuchangia mpaka uwe tajiri kutushinda sisi. Na ana uhakika haya anayoyasema Makuraishi watayakubali kwa uzito na kero lililoletwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta turidu bihi sharafan sawadnaka alaina, labda wataka cheo tu. Kuna mtu afurahi tu akitwa waziri, akitwa mheshimiwa, akionekana mahali fulani, sawadnaka alaina, basi tutakufanya wewe ni miongoni mwetu katika vikao vyetu, katika mambo yetu, na wewe pia utapewa uheshimiwa. Tena sio uheshimiwa peke yake, hata la nakta amran duna, mpaka hatutafanya maamuzi bila ya wewe kukusikiliza. Bimaana ukisema hayo maamuzi siyataki, tutayatupilia mbali. Angalia opportunities anazopewa Mtume ambazo waleo hajawahi kupewa.
hata wale akipewa mali hawi tajiri kama wale wengine waliompa mali akawashinda. Hata wale akifanya mheshimiwa hawi mheshimiwa ambaye ndio mwenye amri ya mwisho. Lakini mtume apewa ofa, atakuwa na mali nyingi, atakuwa ndio mwenye amri ya mwisho, na pia apewa na ziada. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Wacha hivyo, ukitaka ufalme rasmi, hakuna mfalme katika mji wa Makka, lakini tuko tayari tukufanye wewe ndiye mfalme wetu. Wa in kana hadha al-amru alladhi ya'tika ri'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna laka tibba wa badalna fihi amwaluna hatta nubri'aka minhu. Lakini labda hili jambo pia likuchokesha, lakini hujui kujitoa vipi. Kuna mtu huingia kwenye siasa akashindwa kutoka, labda wewe pia watamani kutoka, lakini hujui kujitoa vipi. Basi tuachie sisi, tutafuta njia ya amani kabisa, tukutoe na usifiwe na ufanywe champion, ufanywe wewe ndiye shujaa, upewe state funeral, mazishi ya kiutawala, na usilaumiwe hata na mtu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Abul Walid, hatta idha faraha Utba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami' minhu qala, alipoachwa akazungumza mtume kana kwamba ashaona hizi ni porojo, huyu hajakuja kuniunga mkono, huyu hajakuja kutaka Uislamu, huyu amkuja kwa yale maslahi yao ya Quraysh, bali amkuja kunitia katika mtego. Mtume sallallahu akamwambia, aqad faragta ya Abul Walid, sijakawa hujamaliza na kukatiza, ushamaliza mazungumzo yako, ofa zako zishakwisha ewe Abul Walid? Kwa heshima kabisa. Qala na'am, mwambie ndio, mimi shaongea shamaliza. Qala fasma' minni, basi nisikilize mimi. Qala na'am, mwambie sawa, ongea, kwa sababu makubaliano ni pande mbili. Labda mtume ataka kuongezewa chingine, labda ataka ploti ya Maka pia ziwe zake, labda ataka katika majabali pia yawe yake na mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam fakala bismillahir rahmanir rahim, aanza kwa yale yanayowachukiza, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Akasoma aya za mwanzo katika sura Fussilat bila kuongeza chochote katika maneno. Mtume akaanza na aya Hamim, tanzilu minar rahmanir rahim. Aya yenyewe yajieleza kwamba haya ni maneno yanayotoka kwa Ar-Rahmanir Rahim, maana kwa Mwenyezi Mungu, hayatoi kwa mwingine. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hiki ni kitabu kilichopambanuliwa aya zake na dalili zake, tena ni Qur'ani ya Kiarabu kwa watu wenye kujua, yaani watu wenye kujua kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, tena yanayopambanua na kuweka wazi mambo yake. Bashiran wa nadhiran, kitabu kinachotoa bishara ya pepo atakayekifuata, wa nadhiran, na kinachoonya watakaokipiga vita. Fa'arif aktharahum fahum la yasma'un, lakini wengi wao wamekigeukia, wamekipa mgongo, wamekikataa. Fahum la yasma'un, kwa hivyo hawatosikia. Angalia hizi aya zinazomjibu Utba ibn Rabi'a, wasubiri majibu, apewa majibu haya katika Qur'an. Waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, wakisema nyoyo zetu zimeshindwa kuelewa haya ambayo unatulingania, ni ngumu kukubali. Wa fi adhanina waqru, na hawa wanasema katika masikio yetu kuna vifuniko.
wa min bainina wa bainika hijabu, na wanaamini kuna kizuizi baina yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam au na Qur'an. Fa'mal innana amilun, kwa hivyo wewe Muhammad fanya, hakika sisi ni wenye kufanya. Mtume kaenda kusoma falamma wasala ila qawlihi, mpaka aya 13 inayosema fa in a'radu, wakiendelea kukataa hawa Makuraish, faqul andhartukum, waambie ninakuonyeni, swa'iqatan, adhabu mithla swa'iqati 'ad wa thamud, mfano wa adhabu ya 'ad na Thamud. Hawa Waarabu walikuwa wanajua yaliyotokea kwa watu waliotangulia. Kama leo tuambiwe watu walikoni msiposikiliza, tutawavamia kama tulivyowavamia wakati wa Kayabongo, bila shaka itagonga vichwa 100 kwa 100. Au watu waambiwe kutatokea fujo wa uchaguzi kama wa 2007, kila aliyekuwa zama hizo ataelewa hatari iliyokuwa na hatari ya kufikia huko. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ambia wakiendelea kukataa, tutawaadhibu kama tulivyowaadhibu watu wa 'Ad na wa Thamud. Alikuwa Mtume sallallahu amsik Utbatu ala famihi, Utba akafunga mdomo akiamini yanayozungumzwa ni ya uhakika na ya ukweli. Wa nashadahu arrahm an yakif, akimwashiria tosha usiendelee Muhammad. Thumma aada ila Quraish, Utba akarudi kwa Quraish baada ya kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qailan, akiwaambia Quraish wenzake, wallahi nawaapia, ma sami'tu mithlahu qattu, sijasikia maneno kama hayo kabisa. Huyu ni mwenye busara, huyu ni mwenye uadilifu, huyu ni pengo muhimu la Quraish, amelisiba yeye, asema sijasikia maneno ya busara na mazito kama hayo. Wallahi ma huwa bisihri, arudia maneno kama alivyosema Al-Walid ibn al-Mughira, huu si uchawi, wala bishi'ri, wala bilkahana, si ukahani huu, wala sio uchawi, wala sio ushairi. Ya ma'shara Quraish, enyi mkusanyiko wa Quraish, atiuni, nisikilizeni mimi, waj'aluha bi, na fateni rai yangu, khallu baina hadha ar-rajul wa baina ma huwa fi, hebu muacheni huyu bwana, yani acheni kupigana naye vita. Fa'taziluhu fa wallahi, muacheni aendelee kufanya shughuli zake, kwa sababu nawaambia kwa Mwenyezi Mungu, la yakunanna liqawlihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim, asema nawaambia kupitia mambo anayozungumza atafanya jambo kubwa. Fa in tusbihu al-arab faqad kafaytumuhu bighayrikum, Waarabu wakiamua kumpiga vita wengine kando na Quraish, basi itakuwa wamekusaidieni kumpiga vita. Wa in yadhharu ala al-arab, lakini huyu bwana akiwashinda Waarabu wote, faqad kafaytumuhu. Wa in yadhhar ala al-arabi famulkuhu mulkukum, akiwashinda Waarabu akawa mfalme, akawa kiongozi, akawa mtawala, basi uongozi wake utakuwa ni uongozi wenu na Quraish. Wa izzuhu izzukum, na cheo chake itakuwa ni cheo chenu. Wa kuntum as'adu an-nas bi, na nyinyi mtakuwa watu bora kupitia yeye, atakunyanyueni heshima zenu. Kama kawaida watu hawapendi haki, wakamwambia Quraish, saharaka Allah ya Abul Walid, wallahi ashakuroga pia wewe ewe Abul Walid, bilisani, kwa ulimi wake. Abul Walid akamwambia, hadha ra'yi, hii ni rai yangu, fasna'u ma badalakum, basi nyinyi mtaamua mutakachofanya. Barakallahu li wa lakum al-azim wa nafa'ani ma fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Haika tukimalizia Uislamu, taifa limepata msiba mkubwa kwa kuondokewa na aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hili, lakini tumepatiliza kuzungumzia kisa cha Utba ibn Rabi'a ili tuone kwamba aliyekuwa shujaa hakuanza yeye kama anavyosifiwa leo. Ushujaa wake, athari yake katika serikali zote zilizotangulia kuanzia kipindi cha Moi, namna alivyoathiri na namna alivyohusishwa katika serikali mpaka kufariki kwake siku ya juzi. Pili, tuone namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kulegeza misimamo kwa Utba ibn Rabi'a aliyekuwa yeye ndiye ameletewa misimamo alegeze. Leo aliyekuwa waziri mkuu, yeye ndiye aliyekuwa akiomba makubaliano, yeye ndiye aliyekuwa akiomba muafaka baina yake na serikali, yeye ndiye aliyekuwa akisukuma apewe katika yale anayoyataka katika mazuri na keki ya serikali. Angalia tofauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa haendi kwa Makureishi kuomba, haendi kufanya muafaka. Mtume alikuwa yuwaenda kufikisha ajenda yake, ichukuliwe kamili kama ilivyo ama iachwe kamili kama ilivyo. Ndio maana katika Uislamu hakuna suluhisho la kati na kati, compromise solution. Tupeni hiki, tutakupeni hiki. Legezeni msimamo huu, tutakufanyeni hili na hili. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akagonga msumari kwa suratul Kafirun, la a'budu ma ta'budun mpaka lakum dinukum waliyadin. Uislamu haukufungua mwanya wa makubaliano ya kulegeza misimamo ya dini, kama tunavyoona wengi wanaoingia katika makubaliano yakalegeza misimamo yao ya kisiasa, yakalegeza misimamo ya kidini, ikawa mtu amepewa sehemu ya faida na keki ya serikali, lakini ikawa bado ukandamizaji waendelea, lakini ikawa bado utekaji nyara waendelea, lakini ikawa bado gharama za maisha za panda, lakini ikawa bado kuna dhulma za hapa na pale, iwe ni za ardhi au za ukosefu wa ajira. Kwa hivyo Uislamu ukabakia na misimamo yake mpaka kufanikiwa utekelezaji wa Uislamu 100%. Mfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi hiki ndiye mtu wa kuonekana ushujaa wake, misimamo yake. Fikiria mtu ambaye maswahaba wauliwa, fikiria mtu ambaye watu wafukuzwa katika mji wa Makka, watu wapokonywa mali zao, halafu viongozi wako tayari kukubaliana naye na yeye bado amebakia na msimamo wake. Kwa hivyo tunahitaji viongozi kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam watakao bakia kweli katika ushujaa na katika misimamo yao. Na mwisho, Waislamu mtazamo wao wa mauti ni tofauti. Ndio maana tukio hili la mauti la waziri mkuu halikuumiza pakubwa nyoyo za Waislamu, mpaka baadhi ya watu wasema, mbona Mombasa bado maduka yafunguliwa, mbona Mombasa bado shughuli zaendelea? Kwa sababu kwa Waislamu kufariki dunia ni kumalizika kwa muda wa mja. Pili, kwa Waislamu kufariki dunia ni kuondoa katika stage ya kwanza na kuelekea katika stage ya pili, ili mtu ahesabiwe kwa yale matendo aliyoyafanya hapa duniani. Kwa hivyo kwa Uislamu sio ushujaa tu mtukufa, wala sio kilio tu watu kulia, lakini ni tafakari ya kina, watu wakisikitika,
Masikitiko ya kwamba kufaulu kwa ukweli sio kufaulu kisiasa, bali kufaulu kwa ukweli ni kufaulu kwa mtu kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu akawa amekufa katika radhi za Mola wake, tukimtarajia yale makosa madogo aliyofanya katika ulimwengu itakuwa ni sababu kusamehewa. Na ni masikitiko kwa Waislamu mtu kufariki iwe amefanya mazuri ya kupindukia, lakini akawa bado amekufa katika kalima ya ukafiri, kama alivyokufa Abu Talib, ikawa ni mlinzi mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyefanya bidii katika dakika ya mwisho japo kumuokoa, lakini kufa kwa Abu Talib katika mila ya Quraysh ikawa ni masikitiko na huzuni ya Mtume kwa mmoja wao kuondoka bila ya kukubali amri na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma khulafa'ir rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma azil al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر بلادنا وسائر المسلمين. ربنا زغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله